Hizi ni habari njema kwako wewe mwekezaji wa zao la parachichi ulioko mkoani Njombe na nje ya mkoa wa Njombe. Unakaribishwa kufika BM Green Garden, bustani bora kabisa yenye miche ya parachichi na ya kuvutia yenye matokeo shambani. Mmiliki wa BM Green Garden anakukaribisha kununua miche ya parachichi katika bustani yake. BM Green Garden inapatikana Maheve, Njombe mjini. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0757 28 66 71 kwa miche bora na yenye matokeo shambani. Fika BM Green Garden. Karibuni wateja. Kwa mawasiliano tafuteni kwa namba 0757 28 66 71. BM Green Garden, karibuni. Ninawashukuru sana waandishi wa habari kwa sababu tumekuwa wote katika kile kikao. Sasa hapa mnataka taarifa ya maadhimio ya kikao kile. Kikao kilikuwa cha kusoma utekelezaji wa ilani ya CCM, lakini miongoni mwa mambo tuliyojadili ni mambo kama manne hivi. Maazimio manne, maana hapa na hapa maadhimio ya kikao. Halmashauri kuu ya CCM wilaya ya Njombe, maazimio yake la kwanza azimio la kwanza ni kulikuwa kuna jambo linalohusiana na serikali kusema watoto waliopata ujauzito wakishajifungua warudi shuleni. Halmashauri kuu ya CCM ya wilaya ya Njombe yenyewe haikulizika, haijakubali hilo jambo. Imependekeza sasa kwenye halmashauri kuu ya CCM ya mkoa kuomba jambo hili lingesitishwa kitaifa, kwa sababu sio jambo zuri, maana inaondoa tamaduni na mila zetu. Kwa hivyo hayo ndio maazimio ya halmashauri kuu ya mkoa inaomba. Imependekeza kwa halmashauri kuu ya mkoa kwamba hili jambo halikubaliki la watoto wa kike waliopata mimba baada ya kujifungua kutakiwa kurudi shuleni. Hivyo halmashauri kuu hilo imependekeza kwenye halmashauri kuu ya mkoa ili kusudi nao mkoa uangalie, itoe mapendekezo taifa kuona kwamba jambo linaweza tukabadilisha mwelekeo, kwa sababu uwezo kaona wengine hawajazaa na wengine wamezaa, wanaingia darasani, binti mwingine tutakuwa tunawafundisha kitu gani? Mila zetu tunaona zinakizana na mila zetu. Lakini pia kulikuwa kuna azimio hili la barabara ambalo imeonekana fedha tunazopewa zile za TARURA ni ndogo, alafu barabara zinazotengenezwa ni zile za kiwango kidogo, wakati sisi ni wakulima. Barabara zetu zinapitika huko vijijini, maana muda wote mbao, viazi, mahindi, parachichi na vitu vingine. Sasa azimio la halmashauri kuu ya CCM ya wilaya imependekeza kwenye halmashauri kuu ya mkoa kwamba tungeomba serikali ifikirie kutupa barabara zile zito kabisa kwa ajili kutokana na mazingira yetu. Mazingira ya Njombe ni wakulima, lakini na udongo wetu ni kifutifu. Kwa hivyo kuendelea kutupa bajeti ya TARURA sawa sawa na maeneo mengine, tumeona hiyo sio sawa, kwa sababu barabara zinaharibika sana, kwa sababu udongo wetu sisi ni kifutifu, na barabara zile zinazotengenezwa ni zile za kiwango cha sio cha changarawe, ni kama za kulima, kitu ambacho gari zikipita mara 2 mara 3 wakulima wetu wanakwama sana, hususan leo eneo la Lupembe, eneo zima mvua imenyesha, kuna watu wamebaki magari yako njiani humo, barabara haziko salama. Lakini ukienda jimbo hili la Njombe mjini, ukienda kwa mfano Igungilo, Makoo, Matola, Utalingolo, Uwemba, ukienda Ihanga, Kifanya humo, Yakobi, hususan humo vijijini, barabara zinasumbua kwa sababu ya udongo. Kwa hiyo tunaomba bajeti tuongezewe, tutengenezewe zile barabara za kiwango cha changarawe, isiwe tena kulima. Lakini azimio jingine kwa pamoja, maana yake halmashauri kuu ya CCM ya wilaya ya Njombe imempongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan kwa vile ambavyo amekuwa akituletea maendeleo na kutupatia fedha nyingi za miradi. Kwa mfano utaona juzi hapa kukagua utekelezaji wa ilani ya CCM
tumekagua wilaya zima ya Njombe. Kwa mfano tuliona halmashauri, kwa sababu wilaya yetu ina halmashauri 3. Kuna halmashauri ya mji wa Makambako ambayo yenyewe ilipata milioni 840. Halmashauri ya mji wa Makambako ya madarasa yale ya COVID yale ya COVID-19, maana yake tulipata milioni 840 kwa maana na bweni moja ambayo madarasa 38 na bweni moja. Lakini tukaja Njombe, halmashauri ya mji wa Njombe tulipata milioni 820 ambapo tulipata madarasa 37 na bweni moja. Lakini Njombe DC tulipata milioni 560 ambapo tulipata madarasa 28. Jumla yake ni kama bilioni 3 na milioni 200. Lakini sio hivyo tu, tuna katika mkoa wetu wa Njombe tuna hospitali ya mkoa katika wilaya zetu hizi zote 3. Tuna hospitali ya mkoa iko kwenye wilaya ya Njombe nako tumepewa fedha, lakini tuna halmashauri ya wilaya ya Njombe nako tuna hospitali iko Matembwe ya wilaya. Serikali Mama Samia anaendelea kutupatia fedha kwa ajili ya kuendelea kuboresha majengo kwa ajili ya huduma za afya. Lakini halmashauri ya mji wa Makambako iko pale Mloa kwenye halmashauri ya mji wa Makambako hospitali ya wilaya. Lakini pia tuna zahanati, pia tuna vituo vya afya. Kwa mfano naenda Kitandililo kule kuna zahanati na kwenyewe pia, lakini ziko nyingi, tungesema maneno mengi. Lakini kwa pamoja tumempongeza na kumshukuru Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Halmashauri kuu imempongeza rais wetu kwa kazi nzuri anaendelea kuifanya, na sisi tunamuombea kwa Mungu aendelee kuwa na afya njema, aweze kuendelea kuwatumikia Watanzania vizuri. Tunaona kama walikwenda tofauti kwa sababu nilipita kwenye mchakato wote na serikali ikatoa tamko, na sisi hatupingani na serikali. Haya ni mawazo, kwa sababu Chama cha Mapinduzi ni taasisi na azimio hili ni la kitaifa. Sisi halmashauri kuu ya CCM wilaya Njombe imetoa mapendekezo tu kwamba yenyewe haikubali juu ya jambo hilo, kwa sababu unaona kizana na mila na tamaduni kwamba watoto wale ambao hawajazaa nao wawepo na waliozaa nao wawepo. Inaonekana kama tutafanya sasa yani kama elimu tunakwenda au kama tunakwenda kuangamiza mtoto wa kike, kwa sababu hata wale ambao hawajajua na wenyewe watajua hilo tu. Kwa hiyo na ndio maana hapa kwenye azimio letu sisi hatuna mamlaka moja kwa moja, tumependekeza kwenye halmashauri kuu ya mkoa nayo ione, ili kusudi nayo ipendekeze taifa, kwa sababu mchakato wa chama ni vikao. Yani jambo hili halmashauri kuu pia ya CCM ya wilaya imeomba, yani imeazimia kwamba inaomba serikali, inaomba Chama cha Mapinduzi, kwa maana inapendekeza pia kwenye halmashauri kuu ya mkoa, kama tungelipendekeza badala ya kufuta kabisa tuition, si jambo jema, kwa sababu mwezi mmoja ni mkubwa na mtoto anakuwa amekaa tu nyumbani. Ndivyo walivyoona wajumbe, kama mlivyoona na ninyi, na mpaka tukafikia hilo azimio, kwa sababu wengi walikuwa wanagoma kwa nini serikali imefuta tuition kwa watoto. Na sisi tuseme tu, sio kwamba serikali, labda mimi sasa kama mwenezi, sio serikali ilifuta tu, hapana. Ilitokea malalamiko sana kwa wabunge wanapofanya mikutano yao ile ya miezi ile mitatu. Ilitokea malalamiko kwamba tuition kwenye mashule zimezidi. Nadhani walipeleka huko bungeni, michakato. Ni washukuru wabunge na wabunge wetu kwa sababu wanatuwakilisha vizuri. Kwa sababu mimi nimeona tunavogawana tunakwenda huko, wabunge walilalamikiwa sana kwenye ile eneo la tuition. Sasa nilidhani kwamba hatukuelimishana vizuri huko sisi. Leo Chama cha Mapinduzi wilaya, sisi wajumbe wetu wa halmashauri kuu wanaona kwamba kama serikali imekosea kufuta tuition mashuleni. Na sisi hatusemi imekosea, ilisikiliza malalamiko ya wananchi kuona kama tuition, kama watu wanageuza biashara shuleni. Na mtakumbuka nyinyi waandishi wa habari, hili jambo lilikuwa linapigiwa kelele sana, hasa huko vijijini na maeneo mengine, kwa sababu ilikuwa inaonekana watoto wote huwezi kuwabagua kupata nini tuition, wote lazima wapate nini tuition. Mzazi mwingine anakuwa hana, sasa analazimika alipe. Serikali kaona hii kama ni kero kwa wananchi, basi iondoshe. Lakini leo halmashauri kuu pia na yenyewe imeazimia kwamba jambo hili lingependa serikali irudishe tuition mashuleni, kwa sababu watoto sasa watashinda wanatizama TV na vitu vingine. Maana tunajua wanaita hizi ni season. Sasa hivi wanajikuta wako season, hawana muda ule wa masomo. Lakini
hilo haliwezi kutuzuia sisi kutafuta wale walimu wa kawaida. Mimi ni waase pia kama mwenezi kwamba bado kuna walimu wale wa shule zile za private wanatoa tuition. Tunaweza kutumia mbinu mbadala wakati tunasubiri tamko tena la serikali. Tuendelee kuzitumia hizo shule kwa ajili ya kupata hizo tuition watoto wetu kwa ajili ya maendeleo ya kitaaluma kwa maana ya elimu katika wilaya yetu ya Njombe.